Mechi ilikuwa nzuri sana, ilikuwa mechi kali sana, lakini unajua sasa hivi ukiangalia msimamo wa ligi ya Kenya sio Gor Mahia wala sio FC Leopard. Gor Mahia wanapenda kuwaita Kugalo. Hawapo juu, wanaongoza ni timu ya zamani ya Juke Abuya pamoja na Elvis Parangalu, pia Polisi ndio wako juu pale. Kwa hiyo ukiangalia msimu huu kuna kupo na kuja, lakini game ya jana ilikuwa balance sana. Kuna nyakati Gor Mahia walikuwa wanapata nafasi clear chance kabisa ambazo walikuwa unaona kabisa ni kuweka mpira wavuni, lakini ilikuwa sio, na game ilikuwa na pressure kubwa sana, ilikuwa na pressure kubwa sana. Kitu ambacho mimi nimefurahia ni kuona mpira wa Kenya unaanza sasa kurudi katika ramani yao ambao ilikuwa imepotea kwa muda mrefu sana, kwa sababu zamani ukizungumzia dabi ya mashemeji ilikuwa ni kubwa sana, ni Afrika ilikuwa inasimama kuja kufuatilia hii dabi ya mashemeji, lakini ilipoteza mvuto kwa miaka hivi karibuni, lakini nao inaanza kurudi, na kurudi kwa dabi ya mashemeji inabidi vitu vingi viweze kuongezeka. Kwanza quality ya wachezaji inabidi iwe kubwa sana. Yaani unavyozungumzia Gor Mahia ukienda pale unawakuta wachezaji gani na kutoka katika mataifa gani, lakini vile vile ukienda FC Leopards wakute hivyo hivyo wachezaji wenye quality ya hali ya juu. Leo hii dabi yetu tunavyozungumza nafanya vizuri. Ukienda dabi sijui ya Soweto na dabi zingine, licha ya yani ukiachilia mbali wachezaji wazao, lakini kuna wale wachezaji kutoka mataifa mengine ambao wanainogesha hiyo dabi, yani wanafanya kwenda kuifuatilia hiyo dabi, kwa sababu kuna vipenzi vyao, umeona kwenye hayo mataifa ambao wanatokea huko nje. Kwa mfano leo hii sisi hapa Pacome kutoka Ivory Coast, sijui yao kutoka Ivory Coast, kuna watu kutoka Ivory Coast watashawishika kufuatilia dabi hii ya Kariakoo. Hivyo kwenye dabi ya mashemeji. Kwa hiyo jana kulikuwa kuna vitu vingi sana kabla ya mechi. Mabomu ya machozi yalipigwa nje, yani ilikuwa ni baraka kweli kweli. Ukachilia mbali mabomu ya machozi, kuwahi kujaza uwanja full house. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni nzuri sana. Matokeo nafikiri yalikuwa fair. FC Leopards walikosa nafasi, licha kwamba Gor Mahia wao ndio walikosa nafasi nyingi sana ambazo zilikuwa very 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 clear. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona dabi ya mashemeji, na inaonyesha kwamba East Africa tunapenda mpira. Kwa hiyo kuna kila sababu ya Chani na Afcon kuja hapa, yani kwamba hawajakosea. Tunaionyesha Afrika, yani hata Dr. Patrice Motsepe akiona vile sema wow, tumepeleka mashindano katika sehemu sahihi. Na mimi nilipenda pia mwitikio wa watu mpaka tear gas na nini kujaribu kuweka mambo sawa sawa na nini, lakini nafikiri inawezekana ndio dabi kwa miaka ya hivi karibuni ambayo pia imeteka attention kubwa hata nyumbani Tanzania, kwa sababu pia ligi kuu haikuwepo, ndio imeteka advantage ya hiyo. Kwa sababu ukitazama jana, unajua kwa mara ya kwanza nimeona kwenye mabanda mbalimbali watu wakienda kuangalia mashemeji dabi kama mchezo ambao wanaenda kuangalia labda Yanga Simba wanacheza na kwa idadi kubwa, japo haukuwa na mashabiki wa hivyo, lakini watu walikuwa wanataka wakaangalie kuna nini hasa. Sema pia hata wenye haki za matangazo walifanya promotion kubwa. Yeah, very true. Yeah. Hasa hapa nyumbani. Walifanya promotion kubwa, lakini pia hata kwenye mitandao, kwa mfano watu ambao wanapikaa sana kwenye mtandao wa X au TikTok. Yani ni sehemu ambayo ilikuwa inazungumzwa sana na watu wengi. Kwa hiyo watu pia itamani kuona nini ambacho kinaweza kwenda kufanyika kwenye huo mchezo. Kwa hiyo promotion ilichangia sana kwa kiasi kikubwa kwa watu wenye haki za matangazo, lakini pia hata kwenye mitandao ya kijamii. Unajua pia Kenya TikTok inawezekana sasa ndio mtandao ambao una watu wengi zaidi kwa upande wa Kenya kuliko mtandao mwingine wowote. Nao pia alijitahidi sana kufanya hamasa na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vilichangia kwa namna moja ama nyingine kwenda kuifanya hiyo mechi kwenda kuonekana. Lakini unajua kwa necha tu ya Tanzania kwenye swala kwenda kuangalia mechi, mara nyingi hata ukiingia kwenye mabanda inawezekana ukuta labda anacheza labda Leganes, anacheza labda na Sevilla, bado utakuta tu watu wanaangalia. Anacheza sijui Crystal Palace sijui na Brighton, utakuta tu watu wanaangalia. Kwa hiyo sometimes watu wanapenda tu mpira na vitu kama hivyo. Mimi mwenyewe ni mechi ambayo nilikuwa naisubiri. Unajua mimi hata mechi ya duru ya msimu uliopita nilikuwa naifuatilia si nyakati ambazo sikufuatilia mechi, ni nyakati ambazo ligi ilikuwa haionekani kwenye television. Lakini mimi wakati kipindi cha nyuma nilikuwa naisikia zaga sana, kwa sababu walikuwa wanatangazaga, kuna redio moja Kenya inaitwa Radio Jambo. Sijui kama mpaka leo ipo au vipi. Ila kule kwetu ni sehemu ambayo unaipata vizuri sana. Wakitangazaga mechi tangu zamani. Kwa hiyo mara nyingi uko naisikia sana, kwa sababu ile radio nilikuwa naipenda kwa sababu ilikuwa inapiga sana bongo flavor. Yaani mara nyingi ilikuwa inapiga sana muziki, kwa hiyo unasikiliza. Kwa hiyo kama akifanya promotion ya mchezo ambao ataenda kutangaza utasikia. Ni mechi ambayo ilikuwa na mvuto sana miaka ya nyuma, lakini sasa hivi imerejea tena kwenye ule mvuto ambao walikuwa nao miaka ya nyuma. Na hapana shaka pengine miaka miwili mitatu inayokuja mbele, kama sisi tunaendeleza kufanya mambo kama ambayo tunafanya,
mechi inaahirishwa bila sababu za msingi sana hivi, utakuta kuna wakati ile mechi itakuwa inawezekana tukarudi tena kwenye namba 2. Yaani kwenye ukanda wa Afrika Mashariki sasa hivi tuko namba 1. Hata kama Wakenya wanaamini kwamba Dabio ndo namba 1, lakini sisi tumewahi kushuka hapo namba 1. Kuna miaka sisi Dabi yetu ilikuwa iko chini yake ya Gor Mahia. Mashabiki Dabi. Kuna miaka ilikuwa Mashabiki Dabi. Kuna wakati ilikuwa kubwa sana. 2005, 6, 7, 8 ilikuwa mechi kubwa sana. Hata miaka wakati Gor Mahia anakwenda kuchukua ubingwa wa CAF Winners, kombe la washindi. Wakati huo walikuwa na best players. Walikuwa wanafanya vizuri. Tafsiri yake kwa kadri unavyofanya vizuri kwenye michuano ya CAF pengine ndio watu wazidi kufuatilia zaidi na uwekezaji unakuwa mkubwa. Na unajua kwenye mpira bwana, yani hata wawekezaji unavyofanya vizuri ndivyo ambavyo hata deals nyingi unapata. Yani wale sponsors wengi pia wanakuja kwako. Unavyofanya vibaya ndivyo ambavyo hata sponsors wanakukimbia. Wanakuwa wako mbali na wewe. Yani wanakuwa kabisa hata washiriki, yani hawakuoni. Lakini ukifanya vizuri wanarejea. Dimbani.